Bwana, huu msimu unaweza ukaona mabanda mengi ni matupu. Tunajiandaa kwa ajili ya kuleta vifaranga hapa KingoFarm. Kwa hiyo tumesafisha mabanda kama hivi, na kuku ambao tumebakiwa nao hapa ni wachache. Kwa mfano tuna hawa broiler, hapa broiler, na huu kuku wachache ambao wanafanya tu kutembea nje. Sasa mada yangu ya leo hii ninataka niwaelekeze tiba ya kuku ambaye anasizia, hasa kwa nyinyi ambayo mnafuga kuku nje. Hichi kipindi cha mvua, unaweza ukakuta kuku amejinamia tu sehemu, labda kwa mfano pale chini ya mti amejinamia hapo, anapiga usingizi, anasizia. Kwa hiyo kuna tiba yake ambayo nitakuelekeza hapa. Utamtibia kuku huyo ambaye anasizia na atakaa vizuri kabisa. Nadhani hii tiba tukiitumia vizuri, tunaweza tukawaokoa pia kuku wetu. Lakini pia nataka nikukumbushe kitu kimoja. Sisi ni KingoFarm. Tunajihusisha zaidi na ufugaji wa kuku, hasa tukitumia tiba za asili. Tunaagiza kuku, tunawafuga hapa, tunatoa mafunzo ya namna ambavyo unaweza ukatumia tiba za asili. Mfano, unaona vifaranga wa broiler hapa kwenye makopo humu, tunatumia tiba za asili. Na ukitaka kujua vizuri namna ambavyo tunawalea kuku wetu hapa shambani, unaweza ukajiunga na kundi letu la WhatsApp. Gharama za kujiunga na kundi letu ni shilingi 8,000. Hii ni ada, unalipia ada shilingi 8,000. Utakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi miwili. Tutakuelekeza namna ambavyo sisi tunatumia tiba za asili. Kwa hiyo na wewe utajifunza kutumia tiba za asili. Hatupati changamoto yoyote. Sisi tunatumia tiba za asili tu kuwalea kuku. Kwa mfano hawa broiler, mwanzo mwisho tunatumia tiba za asili na chanjo za asili. Kwa hiyo utajifunza vitu vingi. Lakini pia tunavyo vitabu ambavyo vinaelezea namna ambavyo unaweza ukawafuga kuku kwa kutumia tiba za asili, kwa gharama nafuu, kwa kutumia chakula cha asili, kuwachanganyia chakula cha asili, kupunguza gharama, miongozo mbalimbali. Kuna mwongozo wa ufugaji wa broiler, kuna mwongozo wa ufugaji wa kuku wa kienyeji, kuku wa chotara, kuna tiba za asili, kuna mwongozo wa kutumia tiba za asili. Vitabu vyote hivi unaweza ukavipata kwa KingoFarm. Na nashauri tu, kama wewe unafuga, unaweza ukaja kwetu KingoFarm ukatuambia unafuga kuku aina gani. Kwa mfano labda mimi nafuga kuku wa kienyeji, tutakwambia vitabu vinavyokufaa, labda ni ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, tiba za asili, mwongozo maalum. Vitabu vyetu ni shilingi 10,000 na ni soft copy. Ninaposema soft copy, maana yake tunakutumia kwa njia ya WhatsApp ili uweze kukipata. Wewe ukitaka hard copy unaweza ukaenda stationery ukakitoa copy. Sasa nataka niwaelekeze namna ambavyo unaweza ukamtibia kuku anayesizia. Kwa mfano kuku yule pale, unaona, unaweza huyo asizia kichwa kwa kuta labda amekaa chini ya mti anasizia. Kitu cha kwanza kabisa, tambua kuku ambaye anasizia, ujue kabisa ni kuku ambaye amepoteza hamu ya kula. Kwa hiyo hana uwezo wa kula chakula. Umeona? Hicho kitu ni muhimu sana kukitambua. Hicho ni kitu cha kwanza kabisa ambacho nitakuwa ukitambue. Kwa hiyo kama hana hamu ya kula, ana njaa. Kwa hiyo kitu cha kwanza utakachokifanya, lazima umpe chakula. Na chakula, ukisema uchukue chakula pumba hizi au chakula ambacho huwa wanakula, ni ngumu sana kuweza kukila kile chakula. Tiba pekee hapo ambayo tunaitumia ni uji. Unaweza ukatumia uji kumnywesha kuku wa aina hiyo na akashiba vizuri kabisa. Huu uji wa kawaida huu ambao unautumia, ukisha mnywesha, kaa kama dakika 5. Baada ya kumnywesha uji na ameshiba, kaa kama dakika 5, kisha umpe huu mchanganyo ambao ninakutajia hapa. Utaandaa huu mchanganyo. Kwanza utaandaa majani ya aloe vera. Ukikosa majani ya aloe vera, ngoja nikuelekeze kitu kingine ambacho unaweza ukaweka mbadala wa majani ya aloe vera. Hii hapa, hii ni cactus. Hii hapa
Hii ni cactus au tunaita ulimi wa ng'ombe. Ikiwa mbichi hivi hivi, unachuma jani moja, unawapatia kuku wako. Ni mbadala wa aloe vera kwa kuku wa aina hiyo. Lakini pia utakuwa na kitunguu saumu kimoja, tangawizi moja, utaweka na pilipili. Utaweka na pilipili, kisha utachanganyia kwenye maji kati ya lita 8 mpaka lita 10. Hivi vitu haya majani ya aloe vera ni 3, kama makubwa sana 2. Utachanganyia, ukichanganyia kwenye maji lita 10, kisha utamnywesha. Sasa kama yupo kuku mmoja, unaweza ukaniambia sasa kama yupo kuku mmoja nitatumia huo mchanganyo wote. Ukiona kuku mmoja, kama unao kuku wengi, kuku mmoja anaumwa, yule utamnywesha, lakini wengine utawawekea watakunywa. Maana yake ule ugonjwa, mara nyingi magonjwa ya kusezea ni magonjwa ya kuambukizwa. Kwa hiyo mara nyingi unakuta labda na hawa wengine wanayo, lakini hawajaonyesha dalili. Umeona? Kwa hiyo inatakiwa uwape na hawa wengine. Lakini kama una kuku wachache, nikutajie kipimo cha kuku wachache. Kuku wachache utachukua jani moja la aloe vera, utakata nusu. Sikiliza, utakata nusu. Utachukua kitunguu saumu punje 6 za kitunguu, zile punje ndogo. Kile kizima kile kinakuwa kina punje ndogo ndogo 6. Utachukua tangawizi, utakata nusu. Umeona? Na pilipili utaweka pilipili 3. Utachanganyia kwenye maji lita 2. Huo mchanganyo ukichanganyia kwenye maji lita 2, utawapa kuku wako. Kama unao kuku wachache, mfano wafugaji wa kuku wa kienyeji, unakuta mtu ana kuku 10 tu, kwa hiyo wako kama mchanganyo katakufaa zaidi. Asanteni na kwaherini. Kama una shida na sisi KingoFarm, unataka kitabu au unataka kujiunga na kundi, namba yetu ya WhatsApp hiyo hapo inayoishia 39, lakini pia ukipiga hii namba inapokelewa vizuri kabisa.